Mtazamaji wa Vision Media TZ, karibu sana katika mwendelezo wa habari na matukio kemkem yanayozidi kujiri hapo ulimwenguni katika siasa, uchumi, jamii, michezo na kadhalika. Leo tumebahatika na kukutana na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Babati mjini, Bi Elizabeth Male. Tunakwenda kuzungumza naye mambo mawili matatu kuhusiana na swala la kuilinda amani ya nchi yetu kama ilivyoasisiwa na waasisi wa taifa hili pia. Mwenyekiti, shikamoo. Karibu sana, tuzungumzie kuhusiana na swala zima la amani kwa ufupi. Tumeshuhudia viashiria mbalimbali kwamba kuna maandamano yametangaza Sabasaba, lakini bahati nzuri hajaweza kutokea. Nini neno lako sasa kwa wana Babati mjini, Watanzania kwa ujumla katika kuilinda amani, hususan vijana pia, kwa sababu pia wamekuwa wakitumika vibaya? Karibu. Asante sana. Kwangu mimi ni binafsi, kwanza nawashukuru sana wana Babati kwa utulivu waliokuwa nao wakati wote, lakini niwaombe tuendelee kutunza hii tunu ya taifa yetu ambayo ni amani wakati wote, na kwamba vijana tusitumike vibaya na makundi machache ambaye au vikundi vidogo ambaye wana malengo yao, wana nia zao tofauti na sisi. Sisi tuendeleze amani yetu katika wilaya yetu kama tulivyokuwa tunaitunza amani, na ndio maana ninasema kwa wana Babati naendelea kuwapongeza wananchi wote kwa sababu wamekuwa watulivu wakati wote, hata katika uchaguzi wetu uliopita kwenye hili ambalo wao wanalisikia huko, lakini kwa kweli wamekuwa watulivu. Tuendelee na utulivu huo na tusisikilize kitu chochote kuhusu mtu mwingine. Mwenyekiti, tumeshuhudia pia vyama vya upinzani vimeitwa kwenye maridhiano na serikali kwa ujumla, lakini tumeshuhudia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimekuwa kikidai kwamba wao hawawezi kuingia kwenye maridhiano bila mwenyekiti wao wa chama taifa kutolewa gerezani, wakidai kwamba amefungwa kwa kesi ya kisiasa ya kusingiziwa tu ambaye hana hatia yote. Hili likoje kwa ufupi, mwenyekiti, kwa upande wako? Kwa upande wangu, kwanza nasema jambo lolote ambalo liko kwenye sheria, tusubiri sheria ilichukue mkondo wake. Lakini niwaombe wenzetu wa demokrasia na maendeleo wasitupe masharti, kwa sababu mtu yeyote anapokosea, mimi hapa ni mwenyekiti wa chama, ninapokosea serikali yangu lazima ichukue hatua, kwa sababu siko juu ya sheria. Hakuna ambaye yuko juu ya sheria. Niwaombe sana, hii kutupa masharti kwamba lazima atoke si sawa, na kama si sawa wajiangalie upya kwamba yoyote nchi hii hayuko juu ya sheria, yoyote hayuko juu ya sheria, na jambo likiwa kwenye sheria basi libaki huko, watakapomaliza tutaenda. Lakini hili la maridhiano ni katika kutunza tunu ya amani. Tunu hii ya amani wenzetu wa demokrasia na maendeleo wanahitaji, sisi Chama cha Mapinduzi tunahitaji, wenzetu wengine vyama rafiki, vyama vyote vya siasa hivi wanahitaji. Kwa hiyo tunasema Tanzania ni yetu sisi sote, na kama Tanzania ni yetu sisi sote, tuna wajibu wa kutunza hii tunu la taifa ambayo ni amani wakati wote. Niwaombe sana wenzangu wa demokrasia na maendeleo, tusitoe masharti, tujipime upya, tuangalie umuhimu wa kutunza hii tunu yetu, umuhimu wa kutunza amani yetu, kwa sababu bila amani hatuwezi kufanya maendeleo. Nina hakika vyama vyote vya siasa vinadai nafasi au vinahitaji nafasi hizi kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Sasa maendeleo ya wananchi hayawezi kupatikana kwa kutoa masharti, kwa kutunishana misuli, haiwezi. Kwa hiyo niwaombe hao wenzetu wa demokrasia na maendeleo waangalie upya hili ambalo wanalidai si sawa. Mimi kama kwa maono yangu, mimi kama mwenyekiti wa CCM wilaya Babati mjini, mimi nasema si sawa. Sawa ni kujenga hoja, sawa ni kutetea hoja, sawa ni kukaa kwenye meza na kuongea, lakini ukisema masharti, kutoa masharti, basi maridhiano yanakuwa hamna. Lakini kwa majadiliano tunaweza kufika
kwa majadiliano tunaweza tukapata jawabu, lakini hatuwezi kutoa masharti. Hata sisi CCM hatuwezi kusema Chama cha Mapinduzi haiwezi kusema masharti yetu ni 1 2 3. Hapana. Lakini kwa mazungumzo tutafika mahali. Na mimi namshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa muungwana wakati wote, na kwa kweli mimi naendelea kumshukuru. Mwenyezi Mungu aendelee kumtunza, aendelee kutuongoza, kwa sababu hata wao kupata hii jeuri ni kwa sababu rais wetu ni mzuri na si vinginevyo. Ni kwa ufupi ndio nawasema, lakini bado nawasihi sana 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 sana. Tanzania kwanza, alafu mtu baadaye. Tanzania ni yetu sisi sote, wao na sisi, yeye na yule. Tanzania ni yetu na hakuna mbadala wa Tanzania. Mimi ndio naweza kusema. Neno lako kwa ujumla, mwenyekiti, kwa vijana kwa ujumla kuhusiana na hamasa ya Mwenge na wanababati mjini kwa ujumla? Mimi niwaombe sana wanababati tujitokeze kwa wingi tarehe 15, na kwa upande wa vijana tujitokeze kwa wingi, tushiriki kikamilifu, tumpokee huyu mgeni wetu, tuhamasishe vijana wenzetu kuhakikisha kwamba wanajitokeza, lakini tumpokee mgeni wetu, tuserebuke naye katika maeneo yote ya miradi ambayo atapita katika wilaya yetu, ikiwemo Sigino, IRN mkoani hapa na hapo juu, kuhakikisha kwamba unapita vizuri, salama. Lakini kikubwa tutunze amani. Tutunze amani wakati wote, kuanzia sasa na wakati mwingine wote. Na hata kwenye mkesha wa Mwenge, vijana tuhakikishe hatushawishiki. Vijana tuhakikishe mgeni wetu anakuwa salama. Vijana tuhakikishe mgeni wetu anaondoka salama. Tunampeleka mahali ambapo wenzetu watampokea na endelea kwa. Lakini niwaombe vijana tutunze amani kwa ujumla. Mwenyekiti, nikushukuru sana kwa wakati wako. Asante sana. Shukrani. Asante.